Kwa ufupi, mkoa wetu wa Mtwara ni eneo la kistratejia, limekaa eneo ambalo ni kusini kabisa mwa nchi yetu ya Tanzania. Hili ni lango la kiuchumi ambapo tumepakana na wenzetu wa Lindi kama mkoa upande wa kaskazini, lakini upande wa kusini kuna nchi ya Msumbiji ambayo mpaka rasmi ni mto Ruvuma. Upande wa magharibi tuna wenzetu mkoa wa Ruvuma, lakini upande wa mashariki mkoa wetu wa Mtwara una bahari ya Hindi ambao coastline yake kwa maana ya fukwe ile ina urefu wa kilomita zipatazo 125. Sasa ukiangalia katika zile sheria za kimataifa katika ugawanyaji wa bahari, utaona tuna eneo gani kubwa la rasilimali. Kuna ile exclusive economic zone, nautical mile 200 kutoka kwenye fukwe yetu. Ukipiga ule urefu wa fukwe yetu nenda baharini nautical mile 200, utaona na eneo gani kubwa la kiuchumi ambalo tunaweza tukalifanyia kazi katika bahari. Lakini kuna ile continental shelf, bado tunaweza tukaclaim resources, maliasili mbalimbali katika bahari yetu. Ndio maana tuna shughuli za uvuvi, shughuli za utalii baharini, lakini uchimbaji na utafutaji wa gesi na mafuta na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwa ufupi, huu ndio mkoa wetu wa Mtwara katika kwa maana ya mipaka. Mkoa ambao una wilaya 5, mkoa ambao una halmashauri 9. Katika halmashauri hizi 9 ni mkoa ambao halmashauri 5 ni halmashauri za wilaya, halmashauri 3 ni halmashauri za mji na halmashauri 1 ni manispaa. Karibuni wageni wetu katika mkoa ambao una tarafa 31, una kata 191. Ni mkoa ambao una vijiji 875, lakini una mitaa 188. Karibuni katika mkoa ambao una vitongoji 3421. Ni mkoa ambao una ukubwa wa kilomita za mraba zipatazo 16,720, ambao kulingana na sensa ya watu na makazi ni mkoa ambao una wakazi takriban 1,634,947 na birth rate yetu ni 2.3. Ni mkoa ambao shughuli kubwa za kiuchumi zinazofanyika katika mkoa wetu ni pamoja na kilimo, ni pamoja na biashara, pamoja na uvuvi, ufugaji, lakini uchongaji wa vinyago na shughuli za utalii na shughuli zingine mbalimbali. Ni mkoa ambao Mheshimiwa Rais ameendelea kufungua, ameendelea kuweka fedha sehemu mbalimbali katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Kila sekta katika mkoa wetu imeweza kuguswa na Mheshimiwa Rais. Nitaeleza machache katika nini kimefanyika katika sekta mbalimbali katika mkoa wetu wa Mtwara. Tukianza na sekta ya afya. Mheshimiwa Rais ameendelea kuongeza kasi ya utoaji wa huduma bora za afya katika mkoa wetu. Hii ni pamoja na ujenzi wa miundombinu mbalimbali, lakini pamoja na ununuzi wa vifaa tiba, lakini ununuzi wa dawa vile vile, ili watu wetu waweze kuwa na afya bora. Mwaka 2021-22 mkoa wetu toka uhuru, yani nazungumzia toka uhuru mpaka mwaka 2021, maana yake hiyo miaka yote hiyo mkoa wetu ulikuwa na zahanati 180. Lakini katika kipindi cha miaka 4 sasa hivi tuna zahanati zipatazo 240. Kwa hiyo kuna ongezeko la 35% ndani tu ya miaka 4. Lakini mkoa wetu inapofikia mwaka 2021, kabla Mheshimiwa Rais hajaingia madarakani, tulikuwa tuna vituo vya afya vipatavyo 21. Lakini sasa tuna vituo vya afya vipatavyo 37 kutoka 21. Hii ni ongezeko la asilimia ipatazo ni 76. Lakini toka uhuru wa nchi yetu mpaka mwaka 2021, mkoa wetu ulikuwa una hospitali za halmashauri hospitali 4. Lakini ndani ya kipindi cha miaka 4 zimeongezeka hospitali mpaka kufikia hospitali 9. Manake zaidi ya asilimia 125 za hospitali za wilaya zimeongezeka. Ndani ya kipindi cha miaka 5 hospitali 5 za wilaya zimejengwa. Wakati kipindi cha nyuma yote tulikuwa
tulikuwa tuna hospitali 4. Haya ni mambo ambayo ameyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya kipindi cha miaka 4 kwenye sekta ya afya tu, upande wa miundombinu katika mkoa wetu. Lakini tuna hospitali yetu ya rufaa ya Ligula, wote tunaifahamu. Miundombinu imeboreshwa pale, ujenzi umefanyika majengo mbalimbali, lakini vifaa tiba na dawa zimeletwa, na sasa huduma zimeendelea kuboreka katika hospitali yetu. Tuna hospitali yetu ya rufaa ya kanda ya Kusini, wote mmeshuhudia huduma bobezi zinazoendelea kutolewa pale, na haya yote yameweza kufanyika ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia ameendelea kuhakikisha makina mama wajawazito na watoto wachanga hawapotezi maisha yao kwa sababu ya kutopata huduma bora. Kwa hiyo ameboresha huduma na ameleta huduma ya usafiri wa dharura ambao inaitwa M-Mama kwa ajili ya kina mama wajawazito na watoto wachanga. Na huduma hii imeweza kutoa huduma kwa wahitaji wapatao katika kipindi tu alichokianzisha mama ndani ya miaka hii ya kwake 4, wahitaji zaidi ya 814 wameweza kupata huduma. Na hii imesaidia kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto kwa zaidi ya 45% kulinganisha na hapo mwanzo. Lakini kumekuwa na kambi za matibabu ya kibingwa na kibobezi, inaitwa madaktari wa Mama Samia, ambapo wanufaika wapatao 5567 wameweza kupata huduma hiyo za kibingwa na bobezi. Ameweza kuimarisha usafiri kwa watoa huduma wetu. Ameweza kununua pikipiki zaidi ya 31 katika mkoa wetu. Lakini magari ya kubebea wagonjwa ambulance 31 ndani ya mkoa wetu katika kipindi chake. Lakini magari ya usimamizi zaidi ya 16. Haya ni mambo ambayo ameyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya. Yapo mengi, lakini haya ni baadhi. Kwenye sekta ya elimu, wote tumekuwa mashuhuda. Shule zinajengwa kila mahali. Ukichukua mwaka 2021-22, kabla Dr. Samia hajaingia kuchukua hatamu ya kuliongoza taifa letu, mkoa wetu ulikuwa una shule za msingi zipatazo 657. Ndani ya kipindi cha miaka 4, shule zimeongezeka mpaka kufikia 704. Hii ni sawa na ongezeko la zaidi ya 7 huko. Kulikuwa na shule za sekondari za kidato cha 4, yani zile O level, zipatazo 146. Sasa hivi shule zimefikia 186. Ni ongezeko zaidi ya 27%. Na shule za sekondari za kidato cha 5 na 6 zilikuwa 11, sasa hivi ziko 22, mara 2 zaidi. Hiyo yake ni 100%. Hii ni katika sekta ya elimu na katika miundombinu peke yake. Wote tumeshuhudia kuna VETA 3 zinajengwa katika mkoa wetu. Zinaendelea na zingine zimeanza kutoa huduma tayari. Lakini kuna shule za amali zinajengwa katika mkoa wetu, katika mahalmashauri yote ambao hamna VETA. Lakini tumeona pale na Nyumbu kuna zaidi ya bilioni 4 imewekwa kwa ajili ya ujenzi wa shule maalum kwa ajili ya wasichana, inaitwa Mkapa. Kwa hiyo na miundombinu mingine mingi ambayo imeendelea kujengwa. Kama haitoshi, madarasa, ukiachia hizi shule zilizojengwa na nini, kuna madarasa ndani ya kipindi cha miaka 4 zaidi ya 2203 yamejengwa, vyumba vya madarasa kwa ajili ya watoto wetu. Lakini kuna matundu ya vyoo zaidi ya 4000, mabweni 114, mabwalo 14, nyumba za walimu zaidi ya 168 zimejengwa kwa ajili walimu wetu waweze kupata hifadhi. Majengo ya utawala 47, vyumba vya tehama 37, maktaba 37 vile vile, maabara 194. Kwa ujumla ni mambo mengi yamefanyika katika mkoa wetu wa Mtwara. Kwa hiyo utakuta kuna hizo VETA 3, kuna shule mpya zaidi ya 98 zimejengwa na zinaendelea. Na hii imesaidia kuongeza ufaulu. Wote tumekuwa mashuhuda ufaulu wa watoto wetu katika kila engo, katika kila daraja, ukianzia darasa la 7, darasa la 4, kidato cha 2, kidato cha 4, imezidi kuimarika katika mkoa wetu kwa sababu ya huduma zilizo bora. Tukienda kwenye sekta ya maji, kabla Dr. Samia hajaingia madarakani, mkoa wetu upatikanaji wa maji ulikuwa chini ya 60% kwa upande wa vijijini na chini ya 80% huko kwa upande wa mijini. Lakini sasa hivi upatikanaji wa maji ni zaidi ya 70% kwa upande wa vijijini na ni zaidi ya 85% kwa upande wa mijini. Haya ni mabadiliko makubwa, na kuna miradi mikubwa ambayo inaendelea ya kimkakati ambayo ikishakamilika kwake itaongeza upatikanaji wa maji katika mkoa wetu wa Mtwara kufikia 85% upande wa mijini na zaidi ya 85% upande wa vijijini na zaidi ya
95 kwa upande wa vijijini. Kuna mradi wa maji wa miji 28 zaidi ya bilioni 84.78 zimewekwa, ambao mradi unaendelea kutekelezwa kutoa maji pale Mitema kwenda kwenye halmashauri za wilaya ya Newala, Tandahimba na halmashauri ya mji Nanyamba. Lakini kama haitoshi, kuna utoaji wa maji kutoka mto Ruvuma kwenda maeneo ya Mangaka kule na Nyumbu zaidi ya bilioni 38.23 imewekwa. Vile vile kuna uboreshaji wa miundombinu ya maji hapa Mtwara mjini kwa gharama ya bilioni 19.76. Kama haitoshi, kuna ujenzi wa chujio pale umefanyika zaidi ya bilioni 3.4. Hiyo ni katika sekta ya maji. Tukienda katika umeme, kabla ya mwaka 2021 mkoa wetu ulikuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 22 pekee yake. Lakini ndani ya kipindi chake Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuboresha uzalishaji wa umeme pamoja na kuweka mtambo mwingine pale eneo la Hiari na mpaka kufikia megawati 50. Kwa hiyo katika mkoa wetu kiujumla tuna utoshelevu wa umeme kwa maana ya uzalishaji. Sasa tunaendelea kusambaza na kwa ajili ya matumizi maeneo mengine. Tulisema mkoa wetu una vijiji 785 chini ya mpango wa REA. Vijiji vyote 785 vimefikiwa na umeme, ambapo kabla ya mwaka 2021 mkoa wetu ulikuwa na vijiji vipatavyo 343 pekee ambapo kwa vimefikiwa na umeme. Kwa maana yake toka tunapata uhuru wa nchi yetu mpaka mwaka 2021 ni vijiji 343 tu vilikuwa vimeunganishwa na umeme. Lakini ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan vijiji vyote 785 vimeunganishwa na umeme wa REA. Tukienda kwenye usafirishaji, ambayo hii inatuwezesha mkoa wetu kuendelea kufunguka kiuchumi. Kwenye usafirishaji mkoa wetu unafikika kwa njia zote: anga, bahari, lakini vile vile na barabara. Tukianza kwenye sekta ya anga, kabla ya 2020 huko 21 tulikuwa tuna runway ambayo urefu wake, ile njia ya kurukia ndege, ni kilomita 2.2, ambazo baadhi ya ndege kubwa zilikuwa hazina uwezo wa kutua, na upana wa ile runway ilikuwa ni mita 30. Ndani ya kipindi hiki kifupi cha Dr. Samia Suluhu Hassan, runway, ile njia ya kurukia ndege imeongezwa katika mkoa wetu, ambao sasa ni kilomita 2.8. Ndege ambazo ni kubwa kama Airbus, Dreamliner zote zina uwezo wa kutua katika uwanja wetu wa ndege. Lakini umewezeshwa kuwekewa miundombinu ya ndege kutua wakati wote, usiku na mchana. Haya yote yameweza kufanyika na Dr. Samia Suluhu Hassan, na wote mmekuwa mashahidi. Sasa hivi kwa wiki hapa kuna ndege kila siku, kiachia siku moja tu katika wiki, zinatua hapa katika mkoa wetu. Ni kwa sababu ameendelea kufungua watu waweze kufika na kuondoka, kusafirisha bidhaa na huduma mbalimbali kwa njia ya ndege. Vile vile katika hilo umeshaingia mkataba. Dr. Samia kashawezesha kuingia mkataba ambapo mkoa umepokea zaidi ya bilioni 73 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la abiria, jengo la kuongozea ndege, jengo la hali ya hewa na jengo la zimamoto. Na miradi hii tayari ameshakabidhiwa mkandarasi na kazi inaendelea. Usafirishaji unaunganisha vile vile na barabara. Barabara zetu zinasimamiwa na mamlaka mbili, kuna TARURA lakini vile vile kuna TANROADS. Wenzetu wa TANROADS wana mtandao wa barabara ambao ni zaidi ya kilomita 1313 katika mkoa wetu, ambazo zinahudumiwa na TANROADS. Lakini TARURA wenzetu wana mtandao wa barabara katika mkoa wetu wa zaidi ya kilomita 6000 na zote zinapitika. Na kwa sasa tunavyoongea, mkoa wetu umeunganishwa na barabara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine zinafikika vizuri. Kuna barabara za lami zinajengwa chini ya wenzetu wa TANROADS, lakini kuna barabara za lami, changarawe na udongo zinajengwa vile vile chini ya wenzetu wa TARURA. Mkoa wetu unaendelea kufikika. Unaweza ukafikia kwa njia barabara kutokea njia ya Dar es Salaam, unaweza ukafika kupitia njia kutokea Ruvuma, lakini unaweza ukapita hapa katikati ambapo unaunganishwa na barabara moja inaitwa barabara ya Uchumi yenye urefu wa kilomita zipatazo 210. Katika barabara hii ya Uchumi kilomita 210, kilomita 50 tayari zimeshawekwa lami. Barabara ya Uchumi inatoka Mtwara, Tandahimba, Newala, Masasi na inakuunganisha mpaka wenzetu kule Wananyumbu ili tuendelee na kuiunganisha na kuifungua Mtwara. Katika kilomita 210 ambazo kilomita 50 zilishajengwa,
na ashazizindua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilomita 160 sasa hivi wakandarasi wako site, kiwango cha lami kinajengwa. Kwa hiyo tunaona ni namna gani Mheshimiwa Rais ameendelea kuifungua. Lakini vile vile kuna mbali ya barabara inayojengwa sasa hivi, tayari mkandarasi yuko site kwa ajili ya ujenzi wa barabara kutoka Mtwara mpaka Mingoyo kilomita 82. Fedha zaidi ya bilioni 152 tayari zimeletwa na mkandarasi yuko site, mobilization inafanyika na kazi inaendelea. Katika sekta ya usafirishaji tuna bandari. Katika bandari yetu ya Mtwara mmeona imeongezwa ujenzi wa gati mpya zaidi ya mita 300, ambapo kina chake cha kwenye gati pale ni zaidi ya mita 13 kutoka kwenye kitu wanaitwa chat data. Manake meli kubwa zaidi zina uwezo wa kufika bandarini kwa ajili ya kushusha na kupakia shehena ili shughuli za kiuchumi ziweze kuendelea katika mkoa wetu. Haya yote yameweza kufanyika chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameleta vifaa mbalimbali, kuna makreni, reach stacker na nyinginezo nyingi ziko pale bandarini kwa ajili ya kuongeza kuhudumia shehena. Na hii imewezesha sasa uwezo wa bandari yetu kuongezeka kutoka tani 400,000 ambapo ndio ilikuwa ni uwezo wake wa kuhudumia shehena mwaka 2021-22 mpaka kufikia zaidi ya tani 1,600,000 hapa tunavyoongea. Kwa hiyo bandari yetu imeongezeka uwezo wa kuhudumia shehena zake kwa sababu ya uboreshaji wa bandari yetu. Pale zimefungwa flow meter, maana yake mafuta sasa watu wanaweza kwenda kununua katika kuchukulia bandari yetu ya Mtwara badala ya kwenda mbali, kwa sababu tayari ile mitambo imewekwa pale. Kuna skana na zote vilivyopo pale vimeweza kufanyika. Lakini kama haitoshi, kutokana na uboreshaji wa bandari yetu, korosho zote kuanzia mwaka jana na mwaka huu kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza zinazozalishwa katika ukanda wetu kwa maana ya mkoa wa Ruvuma, Lindi na Mtwara, zote zimesafirishiwa kupitia bandari yetu ya Mtwara. Mwaka jana korosho zaidi ya tani 200,000 zimesafirishwa kupitia bandari yetu ya Mtwara. Lakini mwaka huu, msimu uliopita, zaidi ya korosho tani 370,000 zimesafirishwa kupitia bandari yetu ya Mtwara. Hii ni kutokana na maboresho makubwa Mheshimiwa Rais aliyofanya katika bandari yetu. Tukienda katika uchumi na uzalishaji kwa ujumla wake, Mheshimiwa Rais, wote mmekuwa mashahidi, ameboresha huduma za ugani, ameendelea kutoa ruzuku ya mbolea, ameendelea kutoa pembejeo bure kwenye mazao yetu ya korosho. Na hii imesaidia kuongeza uzalishaji kwenye mazao ya chakula. Sasa hivi mkoa wetu una utoshelevu wa chakula, self sufficiency ratio wa 106%. Kwa lugha nyingine, uzalishaji wa chakula katika mkoa wetu umeongezeka na tuna ziada ya zaidi ya 6% ya lile hitajio la mkoa wetu. Haya yote yamewezekana kwa sababu huduma zile na mbolea zimeendelea kutolewa kwa bei ya ruzuku, lakini huduma za ugani zimeendelea kutolewa vizuri na maafisa ugani. Na ukiangalia ameendelea kutoa pembejeo za korosho kuongeza kila mwaka. Tumetoka tani 13,000 za sulfur mwaka 2021-22 mpaka tani 21,000 mwaka 2024-25. Kuna viuatilifu vya maji kutoka lita 350,000 mpaka lita 1,165,115. Lakini kama itoshelezi, mbolea ya ruzuku imeongezeka kuletwa katika mkoa wetu kutoka tani 700 mpaka tani 1,900, na ndio maana uzalishaji wa mazao yetu umeongezeka. Tukiangalia hata mwaka huu uzalishaji umeongezeka kutoka tani za korosho 118 2020-21 mpaka zaidi ya tani 300,000 mwaka huu msimu uliopita. Hata bei zake zimepanda kutoka 2,000 iliyokuwa imezoeleka mpaka zaidi ya shilingi 4,185 msimu uliopita. Haya yote yamewezekana kwa sababu ya uboreshaji wa huduma hizi. Hivyo pato letu la mkoa ndani ya kipindi cha miaka 4 limeweza kuongezeka kutoka shilingi trilioni 4.7 mpaka mwaka 2022 mpaka shilingi trilioni 5.2 msimu wa 2023. Na hivyo pato la mwananchi wa kawaida nalo limepanda kutoka shilingi milioni 2.9 mpaka shilingi milioni 3.04. Ndugu zangu, katika sekta ya madini vile vile hatujaacha. Mheshimiwa Rais ameangazia sekta hiyo na imeongeza maduhuri. Sekta ya viwanda mbalimbali zaidi ya 30 vikubwa na vidogo viko katika mkoa wetu. Na katika kipindi chake
tumeweza kushuhudia taasisi mbalimbali na serikali zikijenga viwanda mbalimbali. Nitakutoleeni mfano. Wenzetu wa TANECU, chama kikuu cha ushirika cha Newala na Tandaimba, wamejenga kiwanda cha kuongeza thamani ya mazao ya korosho, kimejengwa pale Newala. Lakini hii ni usimamizi mkubwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nenda pale Maranje, halmashauri ya mji Nanyamba, kuna kongani la viwanda pale linajengwa ili kuongeza thamani ya mazao yetu, korosho, ufuta na mengineyo. Lakini uchumi wa bluu hatukuachwa. Mheshimiwa Rais amewezesha wananchi wetu kujihusisha na uvuvi, lakini na shughuli zote za baharini. Ametuletea boti zaidi ya 17 ambazo zimekopeshwa kwa wavuvi ili waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi. Kuna uzalishaji na ufugaji wa majongo bahari, lakini kuna kilimo cha mwani, kuna kilimo cha chumvi na mengineyo mengi. Gesi na mafuta hajatuacha. Nenda Mnazi Bay, mama kaendelea kuhakikisha kwamba gesi ile inaendelea kuzalishwa katika kuleta kuhudumia viwanda mbalimbali, ambapo zaidi ya 95% ya gesi inayozalishwa inanunuliwa na TANESCO kuendesha mitambo mbalimbali ya uzalishaji wa umeme. Lakini asilimia nyingine inatumika kwa matumizi mengine majumbani, lakini kwenye viwanda. Juzi hapa kampuni moja inaitwa Ara Petroleum pale Ntoria, eneo la Nanguruwe, wameshapata gesi nyingine na wameshaingia mkataba na TPDC ili waweze kuendelea kuzalisha gesi. Ni mambo mengi, lakini mama hajaacha utunzaji wa mazingira na utunzaji wa afya zetu chini ya mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hajaacha kuona mkoa wetu. Ametuletea majiko ambayo yanauzwa kwa nusu bei ili wananchi waweze kumudu kununua majiko yale na kuacha kutumia nishati zinazoharibu mazingira. Ndani ya mkoa wetu sasa hivi utunzaji wa mazingira umeendelea kuwa mkubwa na watu wameendelea kuhamasika, na hivyo afya zao zimeendelea kuimarika kwa sababu wataacha kutumia matumizi ya nishati ambayo inaharibu mazingira na inaharibu afya zetu. Ndugu zangu, mama hajawaacha wale wahitaji maalum chini ya mpango wa TASAF. Ameendelea kuhudumia zaidi ya walengwa 41,366 wameweza kunufaika na mpango wa TASAF, na zaidi ya shilingi bilioni 67.07 zimeletwa katika mkoa wetu ndani ya kipindi chake kwa ajili ya kutoa huduma kwa hawa wahitaji. Ndugu zangu, ndani ya kipindi cha miaka 4 Dr. Samia Suluhu Hassan amegusa kila eneo, na ndio maana ukienda katika kila kijiji utaiona sura ya Dr. Samia. Nenda katika kila kitongoji utaona sura ya Dr. Samia, kwa maana ya vile miundombinu na huduma mbalimbali ambazo ametuletea. Kikubwa zaidi, ametuletea amani na utulivu ndani ya mkoa wetu. Ametuletea namna bora ya kushughulikia changamoto zilizopo chini ya falsafa yake ya 4R. Kama kuna tatizo, mnakaa mnaweka maridhiano na lazima mstahimiliane mnapoongea. Ndio mama anataka utulivu, na utulivu tunauona, na ndio maana maendeleo yanaonekana ndani ya mkoa wetu. Mkishaweka na mkivumiliana, mkistahimiliana, nia yenu ni kufanya mabadiliko pale yanapotakiwa kufanyike mabadiliko, na baadaye mnajenga upya. Tunaendelea kuijenga upya vizuri nchi mama Tanzania, na tunaendelea kujenga mkoa wetu. Mama ameufungua mkoa wetu wa Mtwara. Ni jukumu letu sasa sisi na kila mmoja mwenye mapenzi mema aje Mtwara awekeze, tuendelee kufurahia matokeo chanya ya kazi kubwa hii anayofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni baadhi ya mambo makubwa aliyofanya katika mkoa wetu. Niwakaribisheni sana katika kongamano hili, niwakaribisheni sana katika mdaharo Tuwe Huru, na nasema asanteni na